katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nitumie nafasi kukaribisha ibadani. Na kipindi chetu ni Amka Tuombe. Uko na mimi mtumishi wa Mungu Ayubu Mwafyela kutoka Dodoma. Ninakupenda na nitumie nafasi kukuomba uweze kumkaribisha jirani yako ambaye naye anaweza kawa sehemu ya ibada ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo unakuwa umetangaza habari njema na unakuwa umeshirikisha wengine habari za huyu Yesu Kristo ambaye anaponya wengi na anabariki wengi na anagusa wengi. Kristo asifiwe. Tunapokuwa tunaanza ibada hii, tuanze na maombi ya shukrani ambayo tumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa. Bwana Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya kibali ambacho umeachilia tena siku ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Huyo ambaye ameamka kwa ajili ya kuomba, huyo ambaye ameamka kwa ajili ya kukulilia, huyo ambaye ameamka kwa ajili ya kuita jina lako, huyo ambaye Mungu amepata kibali cha kuweko mahali hapa. Mungu ninakutukuza kwa ajili ya hiyo neema ya ajabu. Ramakanda mando robo kori mashaka, mando robo koria mashanda rabadoska, mando robo santa radabadia, janda rabakora mashanda rabakoria, mando robo kori mashanda rabakora. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neema. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya msaada. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya kibali chako. Tunasema asante kwa ajili ya usiku wa leo. Tunasema asante kwa ajili ya usiku wa leo. Tunasema asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya kibali, kwa ajili ya neema, kwa ajili ya uweza, kwa ajili ya mamlaka. Rebe sukata palia, jandere bekoria, zantela bakora, mandera bakolia. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu mshukuru Mungu mahali uliko hapo nyumbani. Mshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kazi yako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya biashara yako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ndoa yako. Mshukuru Mungu, ndio ombi letu la kwanza. Tuna maombi mengi ya kuomba leo, lakini nasikia ndani tumshukuru Bwana, tumshukuru Bwana, tumshukuru Bwana, tumshukuru Bwana. Karaba shenteke debe. Tumeomba mengi Bwana, lakini umetenda moja. Hatuangalii yale 9 yaliyobaki. Tunaangalia moja ambao tumeomba umetenda. Baba, tuliomba wengi. Tumetokea peke yetu tukikushukuru. Hatuangalia habari za wengine, ila tunaangalia habari za kwetu. Ndio maana tuko mahali hapa Mungu usiku wa leo. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya kibali chako. Asante kwa ajili ya rehema zako. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakubariki. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuhimidi. Mungu mwenye neema, Mungu mwenye rehema, Mungu unayeokoa, Mungu unayebariki, Mungu unayeinua, Mungu unayezidisha. Jina lako litukuzwe tena Bwana. Rapakasakatabakadaba, repekontakadabaliadaba, shentakarabasikarabadaba, remesu karabadila dabalabada. Baba, tuko hapa tena siku ya leo. 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 Repekosa kantabalia, mando robo koria masaka. Kila aliyeamka, kila aliyekuja kuomba, kila aliyoko mahali hapa, kila anayekuita, kila anayekulilia, kila anayekuita, Mungu umesema utaitika. Bwana umesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha hayo mambo makubwa magumu usiyoyajua. Ndio maana leo tumekuja kukuita. Na Mungu umesema kwenye Yeremia 33 mstari wa 3. Baba, umesema kwenye Yeremia 33 ule mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Tuko mahali hapa Baba, tunakuita. Rapakosha palia didaba, menteke debela debedida, jementeke lebegoria mane, ropokoria masanta balia. Mungu, tunaomba rehema na toba kwa damu ya Yesu. Kila mahali ambako tumekwenda kinyume nawe, kila mahali ambako tumewaza tofauti na wewe, tunasogea na toba, tunasogea na toba, tunasogea na toba, tunasogea na toba. Usiku wa leo, usiku wa leo, katika Amka Tuombe ya leo, maso palia dabalika santa.
Omba toba mahali uliko. Nenda mbele za Bwana, mwambie Baba ninaomba toba. Nimeenda kinyume na wewe. Nimewaza mwambie Mungu ninaomba toba. Kuna mahali niliongea sikutakiwa kuongea. Kuna mahali niliwaza kinyume na wewe. Baba ninaomba toba. Baba ninaomba rehema. Baba ninaomba toba. Yohana anasema katika Ufunuo, kila mmoja angalie mahali ambako ulianguka. Na sisi tunasimama leo tunaangalia, huenda ni njia zetu, huenda ni mawazo yetu, huenda ni fikra zetu zilituondoa katikati yako Bwana. Tumekuja tena usiku wa leo, tumekuja tena jioni ya leo, tumekuja tena usiku wa leo tukiomba toba na rehema. Maropo kosakata badabadabadaba Remashanta kadabalia. Tunaomba toba kwa ajili yetu. Tunaomba toba kwa ajili ya watoto wetu. Tunaomba toba kwa ajili ya kazi zetu. Tunaomba toba kwa ajili ya elimu zetu. Tunaomba toba kwa ajili ya afya zetu. Tunaomba toba kwa ajili ya huduma zetu. Kuna mahali ambako Mungu hatujatenda sawa sawa na mapenzi yako. Ndio maana Mungu leo tumesimama tena. Ropo kosa kadabaladaba. Mahali uko kuliko endelea kuomba toba. Omba toba mbele za Bwana. 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 Karabashanta maroba tatia shanta kadaba robo bobo. Baba umesema kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 19, Baba umesema tubuni basi mrejee, ili zije nyakati za kuburudishwa kwenu, ili zije nyakati za kuburudishwa kwenu. Baba tunatubu leo. Leo tunatubu, tunatamani burudiko halisi ndani ya maisha yetu. Rapa sakabada rimasakadaba rimashantaba ramasekete ribado bali jentebeliado rimakontaba rimashanda robodila bale kente belidabo ramajende redebe kolia mano turaba setele debeleko shakalia remando robo kolia mashanda katika damu ya Yesu. Omba toba kwa ajili ya watoto wako mahali uliko. Omba toba kwa ajili ya mume wako mahali uliko. Omba toba kwa ajili ya kazi yako ofisini. Omba toba tu. Kuna wakati ukiomba toba kuna kitu kinatokea. Kuna mahali ambako umekwama for years. Unaweza kukwama eneo fulani kwa muda mrefu. Unaweza kukwama mazingira fulani kwa muda mrefu. Lakini unapoanza kudiscern, unapoanza kutambuka, unapoanza kujua na kuanza kuchukua hatua ya kuomba toba. Watu wengi wamediscourage toba. Wamediscourage toba. Sema tukishatubu ile siku tunaokoka, mtu anasema kwamba tayari haustahili kutubu tena. Fine. Anatembea na huo mtazamo, fine. Lakini Biblia imekumbuka, ndio iliyokuambia Biblia hiyo kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali tunahesabiwa haki kwa neema. Right. Sasa hiyo neema ambayo tunaizungumza, neema ni mchakato wa imani. Price of grace is faith. Yani neema na imani vinaenda sambamba. Na remember, faith without act is dead. Yani imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo utakaposema kwamba nimeshasamehewa, lazima uchukue mchakato wa kuomba. Lazima uchukue mchakato wa kumwambia Mungu. Lazima uchukue mchakato wa kumwambia Baba, ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ni kweli najua umenisamehe dhambi, lakini mimi nachukua hatua ya kusimama. Ni kweli ninajua umeshafuta makosa, na mimi leo nasimama. Ninaomba rehema kwa ajili yangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto wangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya kazi yangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya uchumi wangu. Ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hebu omba rehema hapo hapo ulipo. Mazete peloko talia mareke seketeria jamanta kada babado robodo badabalakada rike sekete beledebe. Baba tunaomba toba. Tunaomba toba hata kwa bali ya taifa letu. Tunaomba toba katika damu ya Yesu. Tunaomba toba. Tunaomba toba hata kwa bali ya taifa letu. Tunaomba toba. Tunaomba rehema, damu inayomwagika. Tunaomba toba, damu ile ya Abiri iliyomwagika ardhini. Ile damu ya Abiri ilidai kisasi. Ilidai kisasi, ilidai kisasi, ilidai kisasi. Kila damu ambayo inadai kisasi, Mungu leo tumesimama kama waombaji. Tunaomba rehema na toba Bwana. Hiyo damu ambayo inadai kisasi, inadai revenge, marobo shente
marabaseke ramando robo kolia gentebele de beluja mando robo kolia mazinde mando robo kolia mazeke rimando robo kolia masaka. Tunaomba rehema za kwako Bwana, 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 tunaomba rehema za kwako Bwana. Bwana ambaye una rehema, Bwana unayesamehe, Bwana unayeokoa, Baba unayeuisha, Baba ambaye unagairi mahofu na unagairi ghadhabu na unagairi adhabu yako. Manteli debe suka dabalia mando robo kolia mazente rimando robo kolia masaka mantala dabaleke dia jele debe enta balosi makatabalada basia. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai, 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 katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Mungu tumekujia tena usiku wa leo. Manto la bakante belede bekoria manda robo koria masaka dabala dabadia. Wenda kuna mtu yuko mahali hapa Mungu, kuna mahali ambako amekwama, uchumi wake umekwama, biashara yake imekwama, ndoa yake imekwama. Leo ninasimama Bwana nikiomba neema na rehema zako kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Mungu ambaye unaokoa, Mungu ambaye unaponya, Mungu ambaye unatetea, Mungu ambaye unavusha, Mungu ambaye unavusha, Mungu ambaye unavusha watu. Marabata balabade rebe entebele debede robo kolia manda rebesia mando robo kolia masaka katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Mungu ambaye unaokoa, Mungu ambaye unaokoa watu, ninakuruhusu Bwana, ninakuruhusu Bwana, pita mahali ambako kila moja yuko mahali hapa katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Kila aliyeamka mahali hapa kuomba akutana majibu ya maswali aliyonayo katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Baba umesema yoyote ambaye katikati ya jina la kwako anapokea, 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 anapokea. Kila ambaye anakuita Mungu umesema huwa anapokea, anapokea, anapokea. Alikuwa haoni, alikuwa kipofu, alikuwa kipofu Batimayo, lakini alipokuita yule Batimayo akapata kuona, akapata kuona, akapata kuona, akapata kuona. Yoyote akuitaye huwa anapokea, yoyote akuitaye huwa anapokea. Kama Batimayo aliita akasema, Yesu mwana wa Daudi na unirehemu, na unirehemu, na unirehemu. Kama Batimayo na sisi leo tumesimama, na sisi leo but unaanza kuona neema ya uzima inatokea mahali. So we are praying to the mighty God. No matter the pressure you have, no matter the cancer you have, haijalishi pressure ulionayo, haijalishi cancer ulionayo, Mungu anayeponya, anaponya, anaokoa, anavusha. Ndio maana nimekuambia unapokuwa unaingia kwenye maombi, amini ya kwamba unaomba kwa Mungu ambaye anatendaga mambo ambayo kwa hali ya kawaida ameshindikana kwenye maisha ya watu. Nilikuwa naomba na mtu mmoja ambaye amesumbuliwa na pressure ya macho, na macho yakazima, yakawa yafanye kazi. Akifungua macho namna hiyo unamuona kama macho yake yanaona vile, macho kabisa, macho kama hayo ya kwako ambayo unaangalia hapo TV nyumbani kwako ulipo umeamka kuomba. Lakini macho yake yanafunguka lakini hayaoni. Yani before alikuwa anaona vizuri, na alikuwa anaona tu vizuri, na kuwa yake yote alikuwa anaona. Yani pressure ilipoingia ndani ya mwili wake, ile pressure ikaenda kuattack sehemu ya macho yake. Kwa anasema na pressure ya macho. So wakati ninaomba na in the beginning akiwa amekaa kwenye hiyo hali kwa zaidi ya miaka 2, nikasikia Mungu ananiambia kwamba mwambie mimi ninaponya, madaktari wanatibu. Mungu akaniambia, tell him I'm the God who heal. Doctors treat, but God heal. So if you move with this kind of faith, remember God move with movers. Mungu anatembea na wanaotembea, ambao imani zao zinatembea, ambao wanaamini ya kwamba right, ni kweli kabisa, imeonekana ya kwamba ugonjwa nilionao wa macho sitaona tena, lakini Mungu yuko hapa kwa ajili ya kuniponya. Wakati nazungumza namna ina huyo mtu
Nikamsemesha na I remember I prayed with him for just 3 days na akaanza kuona changes. Kwa sababu ni swala tu la kawaida, ile pressure ya macho ikianza kushuka anaanza kuona. Kwa Mungu akaingia ndani akakontrol pressure ya macho. Maana Mungu alivyoumba macho yako ameyawekea percent ya pressure. Kuna percent ya Mungu ameituni. Unasema mtumishi umejuaje? Mungu ni daktari. Mungu kama Mungu ndiye muumbaji. Kwa macho yako alivyoyaumba, kuna pressure ya macho yako. Kuna pressure ya macho yako inatakiwa kuwa kama pressure ya moyo wako. Kwa Mungu ndo aliingia ndani akaseti system ya jicho. Kwa hata kwako inawezekana akaseti system ya hilo tumbo lako ambao lina vidonda vya tumbo. Inawezekana Mungu akaseti system ya mtoto wako ambaye amelala kitandani sahihi kwa sababu ya ugonjwa fulani. It is possible. Na inawezekana. Na kwa nini nimekusemesha namna hii na kwa nini nimeanza kuomba nawe namna hii? Kwa sababu leo tuna maombi mengi kidogo siku ya leo. Na agenda yetu ya kwanza, nataka tutume neema ya uponyaji kwa wagonjwa. Nataka tutamke uponyaji kwa wagonjwa. So kama ni wewe mgonjwa au ndugu yako mgonjwa, mweke karibu na TV. Tunataka tutamke neema uzima kwa huyo mgonjwa awe mzima. Huyo ambaye amekaa kwenye hali kwa miezi kadhaa awe mzima. Aliyekaa hospitalini kwa muda mrefu awe mzima. Ali ICU hata fia ICU atatoka ICU na atakuwa mzima. So nataka tutume neema uzima. Agenda ya kwanza, tunaachilia uzima kwa wagonjwa wote walioko hospitalini. Wagonjwa wote walioko hospitalini. Nataka tutume neema ya uzima. Neema ya uzima. Kile kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari ule wa 16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele, eternal life. Asa Mungu anatoa uzima. Uzima unaozungumza kwenye Yohana 3:16 ni uzima wa milele. So if God can guarantee eternal life, akakupa uzima usiokuwa na mwisho, uzima udumuo, uzima ambao ni infinity, sio definite, uzima ambao unaenda hauna mwisho. If God can guarantee such kind of uzima, it is possible to you today, wewe ambaye ni mgonjwa, Mungu akakupa uzima kwenye hii dunia ambayo sote tunapita. Kwa hiyo nataka tutume uzima kwa wagonjwa. Nasema uzima, natamka uzima. Aliyoko Bogando uzima, aliyoko KCMC uzima, aliyoko Muhimbili uzima, aliyoko Benjamin Mkapa uzima, aliyoko hospitali za rufaa zote uzima, hospitali za mikoa uzima, hospitali za wilaya uzima, hospitali za kata uzima, kwa jina la Yesu, mpaka kliniki za vijijini uzima, kwenye hizo dispensary uzima. Rebe suka tapala dapala katama talia maroka shente kelede belada balanta balada basua. Baba, tunatamka neema uzima kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Kama agenda yetu ya kwanza leo, tunawaleta wagonjwa marobo sikente belodo rabasu kande ramando robo kolia mande rimesi kanta balada bakoria. Tunaachilia neema ya uponyaji, tunaachilia neema uzima, tunaachilia neema ya uponyaji. Kila mgonjwa aliyefungwa na nguvu za giza, nguvu za kipepo, leo tunatamka uzima na uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama una mgonjwa, tuma jina lake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya uponyaji, neema ya uzima, neema ya uponyaji, neema ya uzima, neema ya uponyaji, neema ya uzima kwa wagonjwa walioko hospitalini, walioko jumbani, wengine wako nyumbani. Bwana, wamefungwa nao magonjwa, leo tunawatamkia neema ya uponyaji, neema ya uzima, neema ya uponyaji, neema ya uzima, neema ya uponyaji, neema ya uzima. Agenda yetu ya pili, tunaombea wagonjwa,
tunaombea wagonjwa usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Huyu ambaye ameandikiwa mauti, kataro ya mauti kwa wagonjwa mahali uliko, kataro ya mauti tunaikataa, roho ya mauti tunaikataa, roho ya mauti tunaikataa, roho ya mauti tunaikataa usiku wa leo, tunaikataa roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti. Kila mahali ambako adui ameachilia mauti, rapasukata mando robokoli ya mandira japaria desi ya balia zenemento kalidede zopeligente belodo bolia dabali jelida baando robokoli ya mane. Tunaachilia moto kila mauti, kila mauti, kila roho ya mauti, kila roho ya mauti inyamaze kimya, inyamaze kimya, inyamaze kimya, inyamaze kimya, inyamaze kimya, inyamaze kimya. Mauti, 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 ninakukemea, 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 ninakukemea roho ya mauti, ninakukemea, ninakukemea kwa jina la Yesu, ninakukemea roho ya mauti, roho ya mauti kwa huyo mgonjwa, kwa huyo mgonjwa, kwa huyo mgonjwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya mauti ninakukemea, ninakukemea roho ya mauti, roho ya mauti marapa kosa kadabale remando robo kolia masaka mando robo konte beledia. Leo tumesimama kama waombaji, leo tumesimama kama waombaji. Usiku wa leo tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto kila mahali ambako roho ya mauti imejipa walali, kila mahali ambako roho ya mauti imejipa walali kupitia ugonjwa, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto marapa koriamasi repeko rabasi manto rabade remando robo robo bobosi ramando ropoko ramando ropo ramande repe ramando raba ramando robo koria mande robo koria masaka yanda raba seke mando robo koria. Tunaomba na tunanena na tunatabiri na tunatangaza neema uzima, neema uponyaji, neema uzima, neema uponyaji, neema uzima. Mungu unaponya, Mungu unayeponya, Mungu unayeponya. Pita na damu yako, pita na damu yako, pita na damu yako, pita na damu yako, pita na damu yako. Hiyo damu yako ipite sasa kwa kila mgonjwa, kwa kila mgonjwa aliyechoka, aliyekata tamaa, aliyechoka. Kila mgonjwa, kila mgonjwa popote alipo, popote alipo, popote alipo. Kila mgonjwa, kila mgonjwa popote alipo, popote alipo. Usiku wa leo tunaachilia moto, usiku wa leo tunaachilia moto, tunaachilia moto neema uponyaji kwa kila mgonjwa, kwa kila mgonjwa, kwa kila mgonjwa, kwa kila mgonjwa aliyefungwa na nguvu za giza. Tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto. Kama ni ndugu yako anaumwa, taja jina lake, taja jina lake, taja jina lake. Ni ndugu yako anaumwa, taja jina lake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Nguvu za giza, nguvu za kipepo, nguvu za kichawi, nguvu za kiganga, nguvu za kishirikina nazichoma, tunazichoma kwa moto lao, tunazichoma kwa moto lao, tunazichoma kwa moto lao, 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 kwa moto lao. Moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu unapita sasa. Marapa katabalabada robo koria mashanta mando robo koria masaka mando robo koria mashanda mando robo koria masanda riba koria mashanda mando robo koria mande rebebe oza mande rimando robo koria mando robo koria mande rimando robo koria mando robo koria mande. Kama una ndugu yako ni mgonjwa, kama una ndugu yako ni mgonjwa, taja jina lake, taja jina lake, taja jina lake. Leo tunaombea wagonjwa, tunawatamkia neema uzima. Ajenda yetu ya pili, tunatamka neema uzima kwa wagonjwa. Tunaona juu ya watu ambao wana changamoto za kiafya, na kuna wengine wamekaa hospitalini kwa muda mrefu, wamekaa hospitalini kwa muda mrefu, wamekaa hospitalini kwa muda mrefu.
niko ninaomba hapa, ninasikia juu ya wagonjwa ambao wao ni faida ndani ya familia. Kwa nasemeshwa hapa juu ya baba mmoja ambaye yani anaumwa na toka ameanza kuumwa biashara zake zimeanza kuyumba, biashara zake zinayumba. Sio kama unajua, sio kila ugonjwa ni ugonjwa. Magonjwa mengine yamekuja ili kukufilisi, yamekuja ili kukuangusha, na utakapofilisika unashangaa ugonjwa umeondoka. Kwa unakuta unatumia fedha mpaka fedha yote inaisha. Ndio maana Yesu wakati anamponya mtu mmoja, wanafunzi wake akamuuliza ugonjwa huu ni kwa sababu gani? Yesu akamwambia ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa kuna wagonjwa ambao behind ugonjwa wao kuna utukufu wa Mungu, lakini kuna wengine behind ugonjwa wao kuna roho ya kufilisika, kwamba ni ugonjwa umekuja lakini umelenga mtu huyo afilisike, na fedha ikiisha ugonjwa unaondoka. Kwa hiyo mtu huyu ametagetiwa afilisike. Kwa hiyo baba kama anaumwa, uelewe kama baba anaumwa uwe na hakika. Huyu baba akiumwa ni watoto wake wanaanza kufeli shuleni, ni watoto wake elimu zao zinaishia njiani. Na huyu baba akiwa mzima ni watoto wake wanafanikiwa. Kwa shetani amempiga baba kwa ajili ya watoto. Sasa mama wengi hawajui. Kuna wakati ambao mume wako anaanza kaumwa kalazwa kitandani muda mrefu, na usijue tu kafikiri kwamba kinachotafutwa ni uhai wake. Wakati mwingine kinachotafutwa ni hatima za watoto. Kwa shetani amepiga afya ya baba ili watoto wasipate ada, watoto wasipate fedha za shule, watoto wasipate hela za chuo, wasipate fedha. Kwa adui ameenda kupiga tu the source. So hii nataka niombe hapa, nataka niombe juu ya watu. Kama ni mume wako, ni mke wako, ni baba yako, ni mama yako ni mgonjwa, na yeye ndio aliyekuwa regime, ndio aliyekuwa msingi, na ndiye aliyekuwa foundation ya uchumi wa familia. Nataka tumbebe hapa, nataka tuwabebe hapa. Tunawabeba kwa jina la Yesu. Wale ambao walibeba riziki za kifamilia alafu adui akawapiga, wale ambao walibeba riziki za kifamilia alafu adui akawapiga, leo na sisi tunampiga adui na malango yake, tunampiga adui na ajenda zake, tunampiga adui na roza kwake. Kasa kanta manto barada remasumalinde beno mante dedidi. Tunapiga kila ajenda za giza za kipepo, tunazipiga kwa jina la Yesu. Tunaziseta kuzimu, hazina nafasi tena kwa jina la Yesu, hazina nafasi tena kwa jina la Yesu, hazina nafasi tena kwa jina la Yesu. Tunakemea hizo roho, tunakemea hizo roho, tunakemea hizo roho, tunakemea karaba kantebelo robo shanta kadaba maruba shente beledebe. Tunaachilia moto wa damu ya Yesu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu, ninaachilia moto wa damu ya Yesu. Nguvu za giza, nguvu za kipepo, nguvu za kichawi ambazo adui anaziachilia, leo tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Huyu mtu ambaye amekaa hospitalini kwa muda mrefu anapokea uzima, anapokea uponyaji, anapokea uzima, anapokea uponyaji. Unapokea uzima uliye kitandani, unapokea uponyaji uliye kitandani, unapokea uzima uliye kitandani. Kila aliye mgonjwa, iwe ni cancer, iwe ni pressure, whatever the case, ugonjwa wote, iwe ni miguu, iwe ni tumbo, kwa jina la Yesu. Hilo tumbo ambalo linavuruga, ni kama kuna kitu kinatembea tumboni, ninautuma moto wa damu ya Yesu, ninautuma moto wa damu ya Yesu, ninautuma moto wa damu ya Yesu, ninautuma moto wa damu ya Yesu. Kwenye hili ombi na mambili ambao tunaomba hapa, ninasikia kumshukuru Mungu kwa ajili ya wagonjwa ambao wanainuka kiwa mstarini. Marabashita baladaba oria mashentere debe. Kama una mgonjwa wako, tuma jina lake hapo, tunaendelea kumwombea hapo. Tuma jina lake. Kama una mgonjwa, andika jina lake, tuma kwa namba ya simu ambayo unayo kwenye screen yako. Kwa ambao unatupata kwa njia ya redio, tuma jina la mgonjwa ambaye unamjua aliyeko mahali popote. Anaweza kaa sio ndugu yako, lakini kuna mgonjwa unajua, tuma jina lake. Wewe wajia redio, tumia namba 0742 52 3517. Tuma hilo jina la huyo mgonjwa. Ninasikia hapa kuna wagonjwa wanatakiwa kupokea neema leo. Sisi kuomba tumejiombea sana, tumeomba sana Mungu atubariki, lakini leo tunakumbuka na wagonjwa, na hao Mungu awainue. Wengine ni waume za watu, walipolala biashara zao zimelala, na elimu za watoto zimelala, na wake zao wamelala. Wamelala kwa sababu baba amelala. Lazima tupate muda tuombe,
tuombe wainuke kwa jina la Yesu. Nguvu kazi imepungua kwa sababu wagonjwa. Kwa tunaomba hapa neema uzima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Agenda namba 3 siku ya leo. Agenda namba 3. Agenda namba 3. Agenda namba 3. Agenda namba 3. Nataka uombe uzao wako. Wewe ambaye Mungu amekupa uzao, hata kama una uzao nataka uombe. Lakini nataka tuombe nini kwa ajili ya uzao au watoto? Na kumbuka watoto wako likizo. Watoto wameanza likizo. Kwa katika likizo hii ambayo watoto wako nayo, nataka tuadhabiu mbele za Mungu. Nataka tuadhabiu mbele za Mungu watoto. Bwana Yesu asifiwe. Watoto, nataka tuombe watoto walioko shule, wa sekondari, wa vyuo vikuu, wa high school, all levels and primaries, mpaka wale wa chini kabisa wa kindergarten. But I want to pray before the Lord. Nataka niombe, nataka nawe uombe jambo hili kwa watoto, ya kwamba Mungu, ninawaleta watoto wangu chini ya mkono wako. Na umwambie Mungu, ninawapatanisha watoto wangu na madhabahu. Kwa maombi yako ombea watoto ni maombi ya kuwapatanisha watoto na madhabahu. Kesho tunaanza semina. Lakini nataka nikusemeshe, tutakapokuwa kwenye semina pia tutaomba maombi ya uzao na upako wa uzao. Lakini nasikia hapa tuwapatanishe watoto. Tuwapatanishe watoto na madhabahu ya kiungu. Na nitakufundisha njia za kupatanisha mtoto na madhabahu ya Mungu. Njia ya kwanza ni maombi. Njia ya pili sadaka. Njia ya tatu kuwapeleka kanisani. Hizo njia 3 tu. Maombi, sadaka na kuchukua hatua ya kuwapeleka kanisani. So you are free when you unaweza kutoa sadaka yako kwa ajili ya mtoto wako. Ukisema this is for my son, this is for my daughter. Ninapotoa kwenye ufalme, ninatoa kwa ajili ya maisha ya watoto wangu. Watoto wangu wawe salama. Na sio wazazi wengi huwa mnashtuka kutoa sadaka kwa ajili ya watoto. Na sio tu hivyo, lakini sio wazazi wengi huwa mna tabia ya kuwafundisha watoto kutoa sadaka. Hivi umeona namna ambavyo benki zinakuja na ufunuo kwamba kuwepo kuna benki account ya mtoto? Najua umeona kibubu cha mtoto. Sasa kama benki najua thamani ya kumtengenezea mtoto kibubu, si zaidi walioko rohoni wanatakiwa kujua kutengeneza vibubu vya rohoni. Ya kama Mungu, hii sadaka ninatoa kwa ajili ya my son, my daughter. Hata kama sitakuwepo watoto wangu hata staff, sadaka ambayo nimetoa itafanyika mbegu. Ufalme wako unaenda mbele, injili yako inapozidi kuhubiriwa. Oraba shanda rabakore. Watoto wangu watakuwa salama. Watoto wangu watakuwa watumwa. Watoto wangu watakuwa ombaomba. Watoto wangu watakuwa maskini. Watoto wangu hawataishi maisha ya taabu. Watoto wangu hawataenda Misri. Watoto wangu wakisoma watapata kazi, wakichumbiwa wataolewa. Haya ndio maombi ya mama mmoja kuomba kwa ajili ya watoto wake. Baba mmoja kuingia kwenye maombi, unaomba rapakata kadabasha kadabadaba. Unawasabiwa watoto kwenye madhabahu. They will never be the same as us. Such kind of character of praying and planting seed for your son and daughters. Tabia hii ya kuomba na kupanda mbegu ya sadaka kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ni tabia aliyokuwa nayo Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Ayubu walikuwa salama all the days just because of offering of their father, kwa sababu ya sadaka ya baba yao. And I want today tuchukue hatua ya imani. Mtu mmoja toa sadaka kwa ajili ya mtoto wako, na hii sadaka tutaelekeza kwa ajili ya maendeleo ya ITV. Mimi hapa ni mhubiri tu, nimekuja hapa studio na ninarusha vipindi hapa almost kila siku mnajua. Lakini nataka mtu mmoja uchukue tukio la imani ya kwamba Father God, I'm planting seed
for my son, for my daughter. You can mention him or her. Unaweza kataja jina lake. And take upon an act of faith. Chukua hatua hiyo ya imani. Alafu omba ya maombi ambayo nitaomba nawe hapa. Watoto wako wataenda utumwani kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata kama wataangushwa, hawataanguka, na watakapoanguka watainuka kwa jina la Yesu. Makasakadabaladabadaba. Zaburi ya 20 mstari wa 8 anasema, wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Ninaongea na mtu mmoja. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Watoto wako wanaenda kuinuka na kusimama. Marabashan. Kama unaweza ukatoa sadaka yako, unaweza ukatoa huku tunaendelea na ibada. Mazupa kadabadabadaba. Zaburi ya 8 mstari, Zaburi ya 20 mstari wa 8. Iumbike kwa watoto wangu, iumbike kwenye uzao wangu. Mama mmoja anza kuomba, iumbike kwa mtoto wangu wa kwanza kwa jina la Yesu. Unaweza kutaja watoto wako kwa majina yao, kuanzia yule wa kwanza, yule wa pili na kuendelea. Kama umbarikiwa kwa nao mmoja, mshukuru Bwana kwa ajili yake. Hauna kabisa watoto, wapo kwenye viuno vyako. Hauna kabisa watoto, wapo kwenye tumbo lako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Rabashanta balante rabratanta rabazia marabosha kalia baria. Unasikia kutuma jina la mtoto wako, tuma jina lake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Marobo shanda rabakoria mandorobo koria mandira jantala dabe entala dabadia. Watoto wa kwetu, uzao wa kwetu, tuna uzabiu kwa sadaka kwa jina la Yesu, kwa sadaka kwa jina la Yesu, kwa maombi 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 kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za kipepo, kila aina ya vita, kila aina uchawi, kila agenda za kipepo ambazo adui amekuwa akisiachilia, rapa kosa kata bala delebia mando robo kolia manda raba sekedia, tunaachilia moto wa damu ya Yesu Kristo Nazareth ali hai. Tunawadhabihu watoto wetu wa kike, watoto wetu wa kiume, tunaombea usiku wa leo hao mabinti za kwetu walioko mavioni, walioko majumbani, waliotarajia kuolewa, wanaotarajia kuoa, tunawadhabihu mashekete pele ropokoria mande rimasi kanterede jamando ropokoria mande ribobo osokelia mando rubo shanda rabakelia mande katika jina la Yesu Kristo Nazareth ali hai. Hiki ndicho ambacho tunanena, hiki ndicho ambacho tunatabiri, hiki ndicho ambacho tunatangaza. Leo tunatangaza, leo tunanena, leo tunatabiri, leo tunanena kwa jina la Yesu Kristo Nazareth ali hai. Nguvu za Bwana, uweza wa Bwana, mamlaka ya Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu zipite sasa kwenye uo uzao, 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 kwenye uo uzao. Kila mipango ya giza, kila mipango ya kipepo, kila mipango ya kichawi, kila mipango ya kiganga, tunaigeuza, 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 tunaigeuza kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunageuza kila mipango ya adui. Maropo koria mande, ropo koria masaka, mando robo koria mandera, rebezunda rabakoria mande, riba anda rabakoria masaka. Damu ya Yesu ipite sasa na kunena mema kwa watoto. Ombea watoto wako, ombea watoto wako walioko kwenye madarasa mitihani. Ninasikia mtoto wako yuko darasa la 4, yuko darasa la 7, usisahau kumdhabihu kwa sadaka. Yuko darasa la 4, yuko darasa la 7, yuko form 2, yuko form 4, yuko form 6, yuko chuo kikuu, ana mitihani ya semesters, just muombe. Yuko diploma na mitihani ya NACTE, whatever, anafanya mitihani ya board,
labda ni bodi ya pharmacy, ni bodi ya udaktari, ni bodi ya engineering, ni bodi ya sheria, ni bodi ya accounting, yani CPAT, whatever anafanya, ni mtoto wako kwenye mitihani, achilia neema kwake, achilia uweza kwake, achilia, mwambie Mungu, nina mzabiu mwanangu huyu wa darasa la 4, nina mzabiu huyu wa la 7, nina mzabiu huyu wa form 2, nina mzabiu kwa jina la Yesu, nina mzabiu kwa jina la Yesu. Hata feli atafaulu, huyu wa kidato cha 4 hata feli atafaulu, hata yule ambaye yuko high school, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, walioko chuo kikuu, kwa jina la Yesu, wale wa diploma na certificates, kwa jina la Yesu, wale wanaofanya mitihani ya boards, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wale wa law school, kwa jina la Yesu, wale wa CPAT, kwa jina la Yesu Kristo, wale wa bodies engineering, kwa jina, whatever, tunawadhabiwa kila anayefanya mitihani. Ramakadabalo shakala daya remasukantabalide beloda jalida bakoli ya mane, amesema kwenye Warumi 8:37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda. Watoto wetu wanapokea neema ya ushindi sahihi, ya ushindi sahihi, ya ushindi sahihi, ya ushindi sahihi, wanakombolewa, wanapona, wanakombolewa. Kuna wale ambao majira mtihani wanaumwaga, leo tunawatamkia uzima na uponyaji katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Wanapokea neema uzima, wanapokea neema uponyaji, wanapokea neema uzima, anapokea neema uponyaji, anapokea neema uzima, anapokea uponyaji mahali aliko, anapokea uzima mahali aliko, anapokea uponyaji mahali aliko. Kila ambaye anakutana vita darasani, shuleni, chuoni, anakombolewa. You are delivered. Your son and daughters, they are delivered. They are delivered. They are delivered in the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. God bless you. Agenda ya mwisho kwenye maombi ya siku ya leo, nataka tuombe sasa. Tuombe kwa ajili ya TV hii ambayo inarusha vipindi hivi. Warumi 10:15 anasema watahubirije wasipopelekwa? Mpendwa, tunaomba uiombee TV. Sisi watumishi wa Mungu tunapita hapa kuhubiri vipindi, tunahubiri neno la Mungu hapa na kuongoza maombi. Tunafanyiwa favor sana na hao ambao wamewasha hii TV. Amen. Kwa ukweli ni kwamba wanahitaji fedha hao wapendwa. Wanahitaji fedha, na fedha inayohitajika ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Kunaweza nikakuomba mshiriki baraka. Hii ni madhabahu pia, inaitwa madhabahu ya waabuduo halisi. Kumbuka kwamba injili ni habari njema, na hii ni Tanzania Gospel Television, TZ Gospel TV. Ni chombo kizuri. Wakati kinawashwa miongoni mwa watumishi ambao walifurahi sana mimi. Na mimi nina vipindi hapa. Tulikuwa na saa 7 mpaka saa 8, lakini saa hizi ni saa 6 mpaka saa 7 kila siku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kuna marudio yake. What I want and what I need your hand. Nahitaji mkono wako wa sharika uisupport TV hii. Usupport TV hii, wasupport hao waliowasha hii TV. Sisi watumishi wa Mungu tunawaombea, na mimi niko hapa nataka niombe. Lakini ninataka nikuombee wewe ambaye unatoa sadaka yako kwa ajili ya hii TV. Na kwa heshima kabisa wakawa wameniomba kwamba kwa vipindi ambavyo mtasimama, toa sadaka kupitia hiyo akaunti ya mtumishi, yani akaunti ambayo itasoma jina langu. Amen. Lengo ni kusapoti hiki kituo cha TZ Gospel Television, ili na sisi pia tuzidi kuwepo hapa siku zote, ili uzidi kupata hii baraka siku zote. Basi naomba tuombe kwa ajili ya hiki kituo. Baba, ninaomba kwa damu ya Yesu, ninaomba kwa jina la Yesu, ninaomba kwa damu ya Yesu, nikiwa mahali hapa
mahali ambako ibada hii inarushwa, mahali ambapo kipindi hiki kinarushwa, Baba ninatamka neema mjoli wako, natamka uweza mjoli wako, natamka upako kwa jina la Yesu. TZ Gospel Television, madhabahu ya Abdul Halisi, tunainenea baraka, ushindi, maongezeko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa muda mfupi ambao Mungu imeanza kazi, imegusa wengi, imeponya wengi, watumishi wengi wamepita hapa. Baba, na mimi ninaomba sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Mungu fungua hayo malango. Kila moja ambaye Bwana anapata shauku ya kutoa hata sadaka yake, Baba mkumbuke. Kumbuke huyu mama, kumbuke huyu kaka, kumbuke huyu kijana, kumbuke huyu baba aliyepata shauku ndani, Bwana, kwa ajili ya injili. Baba, wahubiri ni wengi, watumishi ni wengi, wanakwama, wamekosa kuendeleza neno lako kwa sababu ya hali zao za kiuchumi. Hata sisi tunaona, Bwana, ndio maana leo tumesimama leo. Ni bora, Bwana, kusimama na kuomba na kutafuta support kwa wapendwa wako hawa kuliko kugeukia miungu mingine, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Mungu, ninatamka kama mtumishi wako, Baba, fungua malango ya watoto wako, fungua, Bwana, wanaokutolea, wanaopata shauku kwa ajili ya kazi yako, Baba, fungua hayo malango yao, yawe wazi, yawe wazi, yawe wazi. Kila anayetoa kwa ajili ya TZ Gospel Television, Baba, ninaomba neema yako, uweza wako, nguvu zako, mamlaka yako, upako wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani uliandaliwa ili kuzuia hii mipango, ninakukemea na kunyamazisha kimya in the realm of spirit, hata kuzimu, hata duniani. Tunaandika TV hii haitazimwa in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. We command, we command, we command, we command, we command grace and power, by power, by force, 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 by power, by force. Mungu akubariki ambaye umeshiriki ibada, na wewe ambao umesikia nguvu ya kutoa kwa ajili ya kusupport TZ Gospel Television. God bless you indeed. Have a wonderful night. Amen.